inafanyeje? When you hear and they heard, Inayeyuka. Their hearts melted. Mioyo ikayeyuka. Their hearts melted. Waliposikia tu mioyo ikafanyeje? When they heard, their hearts wewe unasikia tu jambo unayeyuka. You just hear something and your heart melts. Fundishika leo. Sema amina. Sema amina. Hata kama ulisikia kuna mtu anasema utakufa maskini, haustahili kuyeyuka moyo. Bado una haki ya kurudisha maneno yao. Unajua kuna kusikia na kuona. Unakueje? Nimesikia fulani anakusema vibaya. Anasema vibaya mimi. Wewe umesikia, umeona? Nimesikia. I have heard. Na watu leo wanatembelea kwa kusikia. Mioyo yao imeyeyuka kwa kusikia. Watu wa mioyo yao inahangaika kwa kusikia. Ndio maana kuna wengine nikikueleza tumekuwa majemedari kwa sababu kwenye kusikia tumetoka. Tunataka kuona. Tunataka kuona. Habari ya kusikia sikia. Nimesikia. 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 Haya. Umesikia mimi ni Freemason. Wewe unasemaje uliosikia? And what do you say about it? Unasemaje uliosikia? What do you say about it? Maana wewe umesikia. Because you've heard. Umesikia. You've just heard. Haya umesikia mtu fulani anaendesha tu toyo. You've just heard that someone is riding. Amekusanya toyo mbili, umemwita Freemason. And you've just calling him a Freemason. Umemsikia. Just heard. Umesikia fulani ni Freemason. You just heard that someone. Wewe uliosikia has heard. Unabebaje? What are you saying about yanakuhusu? Are you concerned? Ni ya kwako? Are you concerned? Unapoteza muda You're wasting time kwa ajili ya mwingine because of another person na kumjadili mwingine. talking about another unashindwa kusahau. You cannot remember. Una watoto wawili, You have 2 children. una watoto watatu, You have 3 children. wanahitaji kwenda shule. You need to go to school. Nenda kachape kazi. Go work. Acha ukalia maisha mwingine ya kuhusu. Talking about other people. Wanaokuhusu ni watoto wako na familia yako. Piga makofi kama unanielewa. You understand what I'm saying? Unabaki nimesikia Bwana. Just, unajua fulani Bwana. You know someone. Mwaka huu hatashinda. I had your child. Mwaka huu hatashinda. Mwaka huu prosper. Huku umetelekeza watoto wawili. And you're just left wako kijijini. They are in the village. Wanakuomba matumizi ya uwapi? You're not. Nenda kafanye biashara ya miwa. Go. Anza kuchoma mkaa pale. Anza kutengeneza uza nyanya. Ule muda wa kupiga porojo. Piga goti mbele za Bwana na kumwambia Bwana, wewe ndio una hesabu ya wanadamu wote. Wewe ndio una hesabu ya wanadamu wote. Wako kiganjani mwako. Ninachokijua mimi leo, sitakalia vitu vya kusikia, bali nipe ujasiri wa kuyashinda yote. Pokea. Hayo ndio maisha. That is how you live. Sema amina. Say amen. Unajua cha kwanza ni kueleze kubaliana na wakati ulionao. First of all you have to accept. Ni kueleze ndio utaishi maisha marefu. That is how you live a long life. Ninakwambia kubaliana. Alafu unapokuwa na pesa, katu mkao wote ya kwamba nina pesa lakini lolote linaweza likafanyaje? I have money, I'm wealthy, but anything can happen. Hayo ndio maisha. Na utaishi. Ndio maana kuna mwingine. And that is why other people. Kuna mwingine. Other people. Inaungua nyumba hapo. His house gets burnt, catches fire. Anaposikia nyumba imeungua. When he hears that his house is on fire, he falls down. Na kifo kinatokea. And that is where his life ends, comes to an end. Kuna mwingine. There is another person. Anaposikia kuna ndugu yake. When he hears his relative. Labda amefariki. Maybe one of his relatives has passed on. Ile taarifa. That news. Na yeye anadondoka. When he hears that news, he also falls down.
They both died. Lakini But kuna mwingine pia there's another one. anasikia gari lake limedondoka. When he hears that his truck has Basi kule fallen, imedondoka. maybe his bus has fallen, Semi imedondoka. maybe his semi has gotten an accident. Kiukweli anatoka pale, He gets out anaenda kukaa mahali, he goes and he sits on the anaagiza side soda yake ya and baridi. he gets his Anashushia. soda. Kwanza anauliza, He refreshes himself. ni wazima? He asks, are these people okay? Ni wazima. And he gets the Wametoka answer, salama. yes, they are fine. Anaenda nakaa mahali, He goes and he sits in another anaagizwa kinywaji place. chake kwanza, He orders for a drink. anakunywa pale, He drinks. anatoka pale, He gets out of that anakuwa place. kama hilo jambo halijatokea. He assumes that thing has not happened. Kwa nini anafanya jambo hilo? Why does he do that? Anaulinda moyo, He is protecting analinda his heart. kifua, He is protecting his analinda heart. mwili He wake. is protecting his Anaona body. vile ni vya kuja, He knows that these are vile ni things vya to kupita. pass. These are things to Leo pass. nakupa habari Today njema. I'm giving you the good Wewe ni news. wa muhimu kuliko You are majumba na more gari mbele za important than Bwana. the house in front of God. Pokea kama unanielewa. If you're understanding what I'm saying, Pokea kama unanielewa. if you're understanding me, Wewe ni wa muhimu kuliko kile. more important, Wewe ni wa maana kuliko kile. more important than Na bado nikikumbushe leo, And let me remind you, utajiri ulionao the wealth that you hata have, kama viliyeyuka, even if it passes away, maadamu uko hai, but uko but salama, if you wewe have ni life, bosi wa mabosi. you are the boss of Say bosses. napokea. Say I receive. Sema napokea. I receive. Wewe ni tajiri mkubwa, sema napokea. Wealthy, say I receive. Waefeso, nimalizie pale. Sura 3:12. Ephesians 3:12. Waefeso sura ya 3:12. Umeshaandika? Naomba andike Have ili you already tusome. written? I want you to write. Andika tu pale unisikilize. Tusome, tumalize. Katika yeye tuna ujasiri. Makofi, tunaanzia hapo. Let's clap. Applause. Katika yeye, In him, mungeni support. Katika yeye, in whom, bado sijaona. Unajua mwenye ujasiri hana pozi hilo. Katika yeye, in whom, katika yeye. amen. In him we have the confidence. Sasa mimi nabaki huku rafiki zangu. Nakuja. Katika yeye. Katika yeye. Kwa pamoja katika yeye. Here we have the confidence. Sasa je, chapia yeye aliyo hai. Clap for him. Hallelujah. Hallelujah. Aliyojiwekea roho ya umaskini, ndio maana hili neno halielewi. The one who has a spirit of poverty. Na will ninaweza not understand nikazungumza this hili alafu word. akawa anasema moyoni mwake, And I will be preaching this word and he will say, wanakufariji tu. they are just giving you courage. Ulishasikia mangapi? How many words have you had? Ngoja Let nikueleze. me tell you something. Bado mpaka leo Up until today, tumekuta wahubiri wanahubiri injili. we've had preachers spreading the Sisi tumekuwa gospel. tunasikia majina ya wahubiri We've injili. grown up, we've known the names of Tulikuwa people. tutegemei kama tutakuwa We watumishi wa weren't Mungu. expecting to be preachers. Leo tumepata neema. Today we've gotten this grace. Bado na sisi tunahubiri We injili. are still spreading the good news. Lakini wengine But others, tumeona miujiza na kazi zake. we've seen Ndio maana naeleza kwa miracles. ujasiri. This is why I'm courageous when I'm saying Leo this. nikueleze neno moja. Today I'm telling you, Ni aheri kumaliza it vizuri is better for you to have kuliko a good kumaliza end vibaya. than to end badly. Kamatilia wokovu. You have to hold on to your faith. Kumbuka nyakati za nyuma. Remember the olden days. Moto uliwaka wa kitumishi. There was fire in you. Ulikuwa ukikaa nyumbani bila kwenda ibadani. When you sit at home, Unaona kama umepoteza. when you sit at home without going to church, you felt like you're losing something. Ukiona hiyo hali imetoweka. When you see that is
not inside you, the fire is not burning in you, jua kuna kitu cha samani kimetoweka. you just have to know that there is something that you've lost. Leo nikupe neno la ujasiri. Let me give you a courageous word today. Hata kama hausali hapa, Even if you're not worshiping here, unatoka mahali hapa, you're coming out of this place, unakwenda mtaani kwako, when you go up where you stay, kwenye kanisa lako, to your community, to your church, kwenye utume wako, to your priesthood, leo nikueleze, let me tell you one thing. hata kama Even if ulisikia maneno kule, you heard words from there, ukazofishwa na vitu kule, your heart went down, rudi kwenye ujasiri wako, back to your faith, rudi kwenye ujasiri wako, back to your courage, rudi kwenye ujasiri wako, to your faith, rudi kwenye ujasiri wako, back to your faith, rudi kwenye ujasiri wako, back to your courage, rudi kwenye ujasiri wako, back to your courage, ukamalize vizuri, that your end may ukawe faida vizuri. that your end may be good. Pokea ujasiri. Receive the courage. Sikiliza, Listen, unapokuwa kwenye maombi, when you're in prayers, usiombe maombi kwa kukata tamaa. do not pray Omba kama doubtfully. ndio unaanza leo, Pray as if you're starting today. tena kwa imani. You have to pray with faith, Maana mambo yetu tunafungua kwa nini? because we open doors with faith. Tulifundishwa juzi, We were taught, Daudi kiongozi, David the leader, jemedari, the bold one, mtawala, the leader, ila kwa neno la Mungu alikuwa ni mtiifu. because of God's word, he was humble. Akaswambia He said, walimzingira they surrounded him wamsukume so that they may push ili him, so adondoke. that he may fall. Anasema kwa neno la Bwana Said by God's word, aliwafukuza wote. he removed Kwa neno la nani? La Bwana. by God's word. Aliwafukuza wote. He chased them. Aliwafukuza He wote chased them. waliokuwa na msukuma anguke. All who were Tulifundishwa siku ile, we were told. kwa neno hilo hilo With the same word, tunafungua milango leo. open doors today. Unafunguka mlango wako leo. Door is opening today. Mlango wako ufunguke leo. May your door open today. Ufunguke leo. Your door open today. Ufunguke leo. Door open today. Kwa neno la Bwana mlango ufunguke leo. God's word, may your door open. Funguka. Open. Kwa haya na mengine mengi, usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii, na Mungu akubariki.